tupo katika huu mwezi mtukufu wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi minne ambayo mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameizungumza kwa uzito wake, kuwa kuna miezi minne mitukufu. Lakini maneno haya pia litanguliwa, lakini maneno haya ilikuwa kana kwamba ni tafsiri ya aya ya Qur'an inayopatikana katika sura At-Tauba. Mwenyezi Mungu anasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah fiha arba'atu hurum. Aya hii ikaenda mpaka mwisho wake, lakini yenyewe haikubainisha kwamba miezi hiyo mitukufu ni miezi gani. Lakini kwa kupitia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alisema kuwa inna zaman qad istadara ka hayatihi, kwa hakika ya zama zenye kuzunguka kama vile ambavyo hayati, kama vile maumbile yake yalivyo. Mwenyezi Mungu alipoziumba ameziweka kwa nidhamu hiyo, ndio mpaka leo ziko hivyo. Lakini akasema ndani ya kalenda ya mwaka mzima ambayo yenyewe imebeba miezi 12, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Miezi hiyo Mtume akaitaja akasema mitatu ni yenye kufuatana pamoja, lakini mmoja umejitenga kwa peke yake. Akasema miezi hiyo mitatu ni mwezi wa Dhulqaada bi maana mfungo pili, mwezi wa Dhulhijja bi maana mfungo tatu, mwezi wa Muharram bi maana mfungo nne. Lakini akasema kuna mwezi mmoja umekaa peke yake ambao ni mwezi wa Rajab. Leo hii tupo, leo mimi na wewe tumefanikiwa kuweza kuishuhudia mwezi huo, tumeingia katika mwezi huo. Lakini ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu wa Rajab ndani yake kuna tukio kubwa lilitokea, kuna tukio zito lilitokea, tukio ambalo ni katika jumla ya miujiza ambayo alitekeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama tunapozungumzia miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuaddu wala tuhswa, haihesabiki wala haidhibitiki. Kwa maana miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni mingi mno, na Allah tabaraka wa taala amewapa mitume wake miujiza na maono tofauti na binadamu wa kawaida. Binadamu kama sisi, lakini wamekuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri, wamekuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kutoa maamuzi, lakini pia walikuwa wanapata wahai kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, nini ambacho kilitokea katika mwezi huu wa Rajab? Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Israil au Bani Israil aya namba 1 au aya namba 1, Allah anasema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika aya hii, tena ameanza kwa neno subhana. Neno subhana ni katika sehemu mara nyingi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuelekeza, endapo kama utakapopata au kuona jambo la kushangaza, basi unatakiwa useme subhanallah. Lakini utakapopata au kuona jambo lenye kufurahisha, jambo lenye kufurahisha, unatakiwa useme alhamdulillah. Lakini pia utakapopata au kuona jambo lenye kuhuzunisha, bi maana jambo la msiba, jambo linalohuzunisha, itabidi useme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na hizi ni hadithi sahihi kabisa, zimepokewa na Aisha radhiallahu anha. Amesema kwamba amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha raa ma yusirruhu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati. Mama Aisha anasimulia, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiona jambo ambalo linamfurahisha, jambo zuri lenye kufurahisha, alikuwa akisema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati. Lakini alipokuwa anaona jambo ambalo lenye kuchukiza, jambo lenye kumchukiza, anasema alhamdulillahi ala kulli hal, kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na hali yoyote ile. Kaona jambo ambalo halikumpendeza, jambo baya, lakini anasema alhamdulillahi ala kulli hal. Lakini pia ipo riwaya nyingine ya hadithi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha ra'aita ma yu'jibuk min amri dunya faqul alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihati wa idha ra'aita ma yudhishuk faqul
subhanallah. Ili utakapoliona jambo ambalo lenye kukustajabisha, kukushangaza kikubwa, haraka sana msabih Allah tabaraka wa taala kusema subhanallah. Wa idha asabaka musibatun faqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na utakapopatwa na jambo la msiba, jambo la huzuni, la kusikitisha, sema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo utakapopatwa na jambo la kufurahisha, sema alhamdulillah, au sema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati. Utakapopatwa na jambo lenye kuhuzunisha, jambo lenye kushangaza, sema subhanallah. Na utakapopata au kuona jambo lenye kusikitisha au kuhuzunisha, utasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa kama Allah mtukufu mwenyewe ameanza na aya hii kwa kusema subhanalladhi, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye Allah tabaraka taala ametakasika kwa vile ambavyo asra bi abidi, alimchukua amempeleka mja wake lailan, katika wakati wa usiku, tena ni muda mchache sana katika kipindi cha usiku, min almasjidil harami ila almasjidil aqsa, kutoka katika masjidil haram uliopo katika mji wa Makkah al-Mukarrama ila almasjidil aqsa uliopo kule Palestine, Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas. Ndugu zangu katika imani, huyo utapata kuona kuwa kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameanza na neno subhana, tukio ambalo linalokwenda kuelezewa katika aya mbele ni tukio lenye kushangaza, lenye kustaajabisha. Na ni kweli tukio ambalo lenye kushangaza kweli na lenye kustaajabisha, kwa maana wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amerudi katika safari yake hii, amerejea katika safari yake hii, matokeo yake baadaye akawa amezungumza na watu, akataka anasimulia maelezo yale. Alipita mtu mmoja akiitwa Amr ibn Hisham al-Mughira. Mtu huyu ikabidi akasikia maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokuwa anaelezea akasema, wewe Muhammad bin Abdullah, hivi maneno hayo unayozungumza hapa kwamba wewe umetoka tena sehemu tu ya usiku kutoka katika mji wa Makkah al-Mukarrama, mji huu wa Makkah, lakini ukaelekea mpaka Palestina, lakini isitoshe unasema ukapandishwa mpaka huko juu mbinguni na ukafaradhishiwa hizi swala 5. Hivi nikiwakusanya watu hapa utawaeleza maneno haya? Mtume akasema bala, yani hakuna shida yoyote, waite nitawaambia. Bwana yule akafanya kazi ambayo kwa namna moja au nyingine alikuwa anafikiri kwamba atakwenda kumpendehesha, atakwenda kutokwenda kumuumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuona kwamba pengine maneno haya yalikuwa ni ya uongo. Akawakusanya watu, wakusanya kuweza, ikabidi Mtume akaanza kuelezea. Watu wakana maswali mengi sana. Miongoni mwa maswali aliyokuwa ameuliza, wakauliza kwa sababu walikuwa wanamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kusafiri kuelekea njia hiyo, alikuwa ni mtoto wa pale pale tu, hakuwa ni mwenye kusafiri kwenda huku na kule, na kipindi hicho palikuwa bado utandawazi hakuna. Kwa hiyo mtu mmoja akawahi kuuliza kwamba naomba nitajie sifa za barabara iliyopo kuelekea huko sehemu fulani. Lakini pia kuna mwingine akaja akauliza, naomba nitajie sifa wa masjidi, huo msikiti ambao unaitwa Baitul Maqdis, huo msikiti ukoje, Baitul Muqaddas. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala akausimulia ule msikiti, ukawa kana kwamba anapokusimulia wewe, ukawa kama vile unauona, yani taswira halisi. Anakuletea kama una milango kadhaa, lakini milango hile mmoja upo hivi, mwingine uko mashariki, mwingine uko magharibi, lakini una madirisha kadhaa. Walilahi alhamdu, akasimulia msikiti. Wale wote ambao walikuwa ni wenyeji walikwenda wanaujua vizuri maeneo hayo, wakawa wamesadikisha kwa kusema ni kweli huyu bwana amekwenda. Na jiani alipoulizwa barabara ikoje, alitaja sifa wasifu vile vile kama ilivyokuwa kawaida, na akataja matukio ambayo atakuja kwamba nimeona watu wako hivi, nimeona watu wako hivi, lakini watu hao watafika baada ya muda fulani kutokana na umbali waliokuwa nimewaacha. Lakini walilahi alhamdu, vile ambavyo alipokuwa ameelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ikawa vile vile. Kwa hiyo wapo ambao wakathibitisha imani zao kwa kuona kwamba kweli huyu ni mtume wa Allah, lakini pia alipokuwa amekwenda kule si kama amekwenda kwa uwezo wake mwenyewe, isipokuwa amepelekwa na Allah tabaraka wa taala. Wapo ambao walikuwa wameona, wengine ambao wale wenye hikdi
wakawa wao wameweza kwenda wale ambao wenye hikdi tu za kawaida, ambao wao wenyewe kimsingi wakawa wameendelea kuweza kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka wengine wakapata majina mabaya yenye vyeo vibaya kama akina Abu Jahali na wengine. Maana Abu Jahali baada ya kuwa Mtume amesimulia kile kisa, bado maelezo yote yale akawa ameyaelekeza kwa namna yalivyo mazingira, na yeye akawa ni miongoni mwa ambao wanajua njia hizo, wanajua mji huo, lakini bado akawa na hikdi, akamwambia Rasulullah, wewe Mtume, wewe Muhammad bin Abdullah, ili nikuamini basi naomba usimame hapo ulipokaa. Baada ya kusimama anamwambia, haya, naomba nyanyua mguu wako wa kulia uweke sentimita 2 kutoka juu, yani upandishe juu sentimita 2, yani nyanyua mguu wako wa kulia. Lakini baada ya pale anamwambia Rasulullah, naomba nyanyua mguu wako wa kushoto. Mtume ananyanyua mguu wa kulia, lakini anapoambiwa anyanyue mguu wa kushoto anaweka chini mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia. Anamwambia, hapana, mimi ninachotaka usimame angani hapo. Usimame angani ili nione kwamba wewe ulikwendaje huko ila samai ulia. Akamwambia, mimi sikwenda kwa nguvu zangu wala kwa ujabari wala kwa ujasiri wangu, isipokuwa nimekwenda nimepelekwa na Allah tabaraka wa taala, na nilipopelekwa huko, nilipopelekwa sikuwa na ujasiri wala nguvu ya kufika huko. Abu Jahal mwenyewe akaona pengine amesimamisha hoja ya maana, amesimamisha hoja ya msingi kwa Mtume, lakini kumbe alikuwa anaendeleza ule ujahilia wake. Lakini wapo watu ambao kutokana na kisa hiki wakawa wamepata majina mazuri. Akina Abu Bakar Siddiq akaitwa As-Siddiq kwa sababu kuwa ni mwenye kusadikisha, akawa amesadikisha mambo mengi ya Mtume alikuwa ameyasadikisha, lakini mojawapo pia likawa ni hilo. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo kisa hiki ni kirefu, kisa hiki kina ibra, kisa hiki kina mazingatio makubwa, lakini yote kwa yote kinachotakiwa kwamba tuwe tunakifuatilia, tuwe tunakwenda tunaelekezana, lakini pia na sisi tunakwenda kupeleka ujumbe kwa wale ambao tunakwenda kuwaelekeza, maana ndani yake kuna ibra, ndani yake kuna mazingatio, ndani yake ndiyo kuna kufaradhishiwa zile swala 5 ambazo mimi na wewe leo hii imekuwa kwetu ni wajibu, lazima tuziswali, na tusipoziswali tunakwenda kupata adhabu kwa Allah tabaraka wa taala. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina